Hello, Watanzania, nawaombeni tujaribu kubadilika, tusiwe kama watoto wadogo wanafanya kwa vipi na misikiti na jojo karama na vitumbua. Kwamba mama ameenda sokoni anarudi akiwa hana, anamwambia mama yangu kwa anamwambia leo hawajapika ama leo vipi leo hawajapika soko zima anakosa muuzaji hata mpika vitunguu. Sasa najaribu kuambia hivi na kuwafungua macho. Sisi tumeshazoeleka, yani wakati wa harakati ya kwao kuomba nyinyi ndio mnakuja kudanganywa kwa vitu vidogo vidogo bila kuangalia kwamba hivyo vitu vidogo ndio vinakugharimu maisha yako ya miaka 5 na kuharibu vizazi vyako, uchumi wao. Unaona, mfano kama sasa hivi kama vijitu mwaka huu imepewa baskeli, pikipiki, ikaona kwamba huyu mama ndo amemaliza kwa kupewa hivyo vitu, huyu ndo yeye sasa ndo mwenyewe. Unaona, anatoa msaada. Yani unapewa baskeli na pikipiki ukiwa haujui kuwa umepewa kifo. Pikipiki inajulikana wazi kuwa zinaua, zinavunja miguu, zinakuua. Ikishakuwa mfano kama wewe baba ukiwao na pikipiki, familia yako unaiacha kwenye majanga, manake mama tena anaanza kuhangaika, maana ile pikipiki hawezi kuiendesha tena kwa ameshaiokoa. Kwa nini wazee mnapewa baskeli ikiwa na thamani ya shilingi laki moja na 20, unashindwa nini wewe kununua? Yani laki 2 iweze kufanya kumize ama ikutese miaka 5. Kitu kidogo. Hiyo jamani, jaribuni kubadilika. Mimi nawaombeni mtoke kwenye magunia, moyo kwenye makumbe. Yani mtoke kwenye magunia. Kwa sisi watu wa kanda ya ziwa tunajua matenga yale ya kubebea samaki yana vitundu vikubwa vinavyo kushaweka hivi, naangalia hivi pande zote. Kwa hiyo na nyie muende kwenye matenga, mtoke kwenye magunia. Hata nyanya huwa wanafungia, yani napimia nyanya, ndio hivyo sisi tunaita tenga. Kwa hiyo basi nawaombeni jaribuni kubadilika wa Tanzania. Msiwe wa kudanganywa na vitu vidogo vidogo vinavyowaua alafu mtu unamwita unampa maisha. Hamwezi kuhangaika na kuweza kuhangaika. Na pia kingine jaribuni kuangalia huyu mheshimiwa amani, huyu mheshimiwa kwa pesa ile aliyoiwekeza kwenye kununua pikipiki na mabaskeli, angeipeleka kwenye miundombinu ambayo kiasi kwamba inaweza ikasaidia jamii nzima ama Watanzania wote kuliko kumpa mmoja. Maana 3 uliyoiwekeza kwa mtu mmoja hiyo imelala, na 2 uliyoiwekeza kwa mtu mmoja hiyo imelala. Bora angeliwekeza kwenye umeme ambayo kiasi kwamba kila mwezi inazaa. Kwa hiyo umeme angewekezaje? Angepunguza mapato ya nchi, maana angeiweka kitu ambacho kinapungua kwenye mapato kwenye mradi wa nani wa umeme, angeenda kukinunua na kukileta, maana yake kile alafu akapunguza budget, makato ya umeme yangekuwa madogo kiasi kwamba yangeendelea akaja na zaidi. Unaona, alafu pia akapunguza makato, akawekeza kwenye nini, kwenye mambo ya miamala ya simu, na pia na penyewe watu ndio tungeshukuru kwamba amepunguza makato ya miamala ya simu, angepunguza hivyo vitu. Na pia kingine angewekeza kwenye idara ya afya, akaweka vitanda na madawa. Wamama wajawazito wanafika hospitalini wanakosa vitanda na pia wanakosa madawa. Unaona, yani anafika hospitalini anakosa madawa na anakosa huduma, vitanda vinakosa ya hadi inakuwa mpaka mtu asubiriwe kuondoka kama kitanda kimoja na lala wawili. Hiyo mimi naomba hapa amefeli. Mawazo yake waliomuanzisha na kumpa fikra ya kwamba wanunulie watu baskeli na pikipiki wamempotosha, maana wamempa wanunulie wananchi vifo. Lakini angewekeza kwenye miradi hiyo, umeme, miamala simu, kwenye idara ya afya alikuwa ameweza na amepiga kabisa. Alafu akawekeza na idara ya maji, kwenye maji watu wamekuwa wameshawafikia, ilikuwa ni nzuri sana na watu pia tumeshafurahia. Na hapa alikuwa amepiga penyewe. Sasa basi watu wanalizika na baskeli, pikipiki, mitano ya hewa. Pia angelifanya kuwapa watu ajira, maana wapo wasomi waloko mtaani ambao wana elimu zao na hawana ajira. Lakini kitu kama hicho hapo angeweza kukifanya, ilikuwa ni vizuri sana. Na pia hata tofauti na hivyo, awaombee wale wasomi ama hata ama wale ambao sio wasomi walioko mtaani, wale vijana nguvu kazi,
awaombee kwenye idara za viwanda, kwenye viwanda matajiri, wafanyabiashara hapa Tanzania, akawaombea, jamani wafanyabiashara, naombeni vijana wangu walioko mtaani muwachukue, mnisaidie kuwaajiri. Unaona, maana kuna sehemu zingine ambapo panapostahili kukaa Mtanzania analetwa mgeni kuja kukaa, wakati hapo Tanzania wapo wenye elimu ya kufanya kitendo, lakini wanaachwa. Sasa naomba, angeliwaomba hao watu ili waweze kuchukua hiyo sekta na kuifanyia kazi. Pia naomba, hivi nchi yetu inaelekea wapi ama inaenda wapi? Tumeshakuwa watu wa kutekwa ovyo. Ukishaongea tu kaongea kwa kama unaongea ukweli, mtu umeshaona tero, unakamata unauawa. Pasipo kuuawa unakamata unafunzwa na tembua viuno na kuwa yale mlemavu ambao ni mlemavu wa kudumu. Sasa tunashuhudia kama huyu hapa Polepole ameongea ukweli, alafu watu wamemweka tero na wamemkamata wamempeleka sehemu isiyojulikana. Sasa basi tunaomba kwa unyenyekevu, na ninajua moja kwa moja kwamba rais wetu wewe ni mnyenyekevu na ni msikivu. Kwa hili jambo ambalo ninaliomba, jaribu kuliwekea manani na liwekee kauli, aliyemteka Polepole aweze kumwachia mara moja. Tunasikia tetesi ya kwamba eti amepewa siku 4. Siku 4 zikiisha nisikilizwa, yani inayosikilizwa ni kauli yako. Kwa hiyo wewe tunachokuomba ndani ya siku 4 iwe imeshatoka kauli yako ngumu, yani maamuzi magumu kwa yule aliyemteka aweze kumwachia, na amwachie akiwa salama, na hata kama akiwa ameumia Watanzania tutawajibika kumtibisha. Na pia wewe mama yake na Polepole, tunachokuomba toa maamuzi, na wewe ongea, tembelea, ita vyombo vya habari vije viongee. Tunamtaka huyu mtu wetu, na sio wewe tunayemlilia, sio wewe tu mama japo umemzaa, ila Watanzania wote tunamlilia, wengi tunadondosha machozi. Mimi huko napoona japo nimekaza jicho la kamanda, ila mimi ninaumia na tunamlilia watu wengi, tunamtaka arudi, maana huyu tumeshaona ni mkombozi, kwa sababu anaongea vitu vilivyo sahihi. Hadanganyi, anaongea ukweli. Mtu anapokuwa anaongea ukweli eti anaonekana ni muovu. Hivi niulize, anayekemea maovu na anayesapoti maovu yupi mbaya? Maana huyu anakemea maovu yasitokee, maovu, utekaji anaokataa. Hivi ni yupi anayechochea uonefu na anayechochea maovu ya nchi, anayechafua nchi? Yule ambaye anayekuwa anaenda kuwateka, maana yanakataliwa utekaji alafu bado unatokea. Na wewe mama ni msikivu, jaribu, na nadhani hili kama haulijui waambie, toa tamko gumu la maana watu waogope. Utakachokiongea wewe na ndicho kitakachofanyika, lakini wewe unapokuwa ndio hiyo hapana. Jamani, na hii moja imefanyika, hii imefanywa hili ili kututia hofu kwa sisi wa Tanzania tarehe 29 watu wasiandamane, tukiwa na maana ya kwamba yani tuogope alivyokamatwa, tuogope kwa tukiogopa kwamba na sisi tutatekwa kama fulani, yule fulani ndio anatupa kichwa, kwa hiyo ametekwa na sisi tusiende. Maandamano yako pale, hamna mtu atakayesitisha, na wote tunaondoka. Tesha, endelea kuongea hivyo, na tunaomba tena rudia na urudie tena. Afu pia wajitokeze wakina Tesha wengi tu wakina Tesha, na jeshi la wananchi na lenyewe liendelee kuongea, na liongee, sio kwamba mnaongea mmoja alafu mnakanusha. Mmeshaipangilia mada alafu mnakuja kuikataa. Na iombeni sana na jeshi la wananchi, sisi ndio tunawategemea nyinyi, ama nyinyi ndio tunasikiani, sisi tunasubiri amani kutoka kwenu. Sisi maandamano yatakayofanyika sio ya kuvuruga, na sio maandamano ya vurugu ama ya kuvunja amani. Sisi tunaandamana maandamano ya amani, tunaandamana mabango, bendera na nyimbo zetu za kuleta amani, za kuomba amani. Sisi tunaomba hivyo. Fande Msomi, popote pale mlipo, naomba hii clip iwafikie wanaharakati. Tarehe 29 pangeni kisirisiri ya maandamano yenu, mwambie bana siku fulani, tuma message. Ikifika tarehe 28 andamaneni bana, kesho tunakutana sehemu fulani na kuandamana kuelekea sehemu fulani, kwa tunasaka amani yetu. Amani sana. Kesha tunakuomba nawe kuwa kama kapteni Traore. Amani sana.
Na waombeni sana, watakieni maandamano mema na tunaomba amani yenu. Pia naomba Umoja wa Mataifa uingilie kati swala hili hapa, na haki za binadamu zenyewe ziingilie kati swala hili hapa, na kuhusu utekwaji wa watu. Naombeni Umoja wa Mataifa uweze kuingilia kati hili swala. Tatizo hili hapa limesumbua, linataka kudumu. Ni kitu ambacho hakipo. Mbona watu wanaokuwa wanaongea ukweli ndio wanatekwa? Kwa hiyo anayesifia maovu, yani anasifia ubaya, ndio anasifiwa na anachukuliwa kuwekwa kitengo. Maana yake ni nchi inapoelekea sio kwenye amani, ni kwenye vurugu. Nchi inakuwa ni yenye majanga. Hadi wapinzani waliomchukia Magufuli sasa hivi wanaona ni wa maana na wanamkumbuka. Yani tunapokuwa tunakumbuka kama Gaddafi Libya, na sisi mpaka sasa hivi Tanzania tunakumbuka Magufuli kwa kusema kwamba bora angekuwepo Magufuli, kwa sababu nchi kwa muda mfupi tukaona mfumuko wa maendeleo umekuwepo, viwanda mbalimbali, mambo mengi yakafanyika. Lakini kwa sasa hivi hakuna kilichoendelea. Pesa wanachukua mkopo, halafu hela haionekani inapokuwa inaenda. Hamna kitu cha maana ambacho kinafanyika. Pesa inapotea tu, halafu mtu anayekuwa anaongea ukweli eti mijitu fulani ambayo inajibinafsisha, yani kwa malengo fulani, mahitaji, yani kwa lengo, kwa dhumuni la kwake binafsi, halafu ndo anamiliki pesa kibao ya kusaidia watu 100 kidogo, halafu mmoja tu ndo anamiliki pesa yote hapo. Hiyo ni kitu ambacho haipo. Naomba Umoja wa Mataifa uingilie kati, haki za binadamu ziingilie kati, ziweze kufuatilia mambo haya hapo. Watu hawawezi kufa kama wanyama wanauawa. Hata kama wanyama porini, yani wanyama wa porini huwa wanakuwa na haki zao. Maana ukiua mnyama mmoja unaweza kufuatiliwa na kufuatilia kisheria. Uwe tembo mmoja uwajibike na kuambia thamani yake labda faini ya milioni ngapi, lakini ape binadamu faini yake 30,000. Hiyo inakuja. Sasa fanyeni haki za binadamu ziingilie kati, na Umoja wa Mataifa uingilie kati. Tesha Baruti endelea kuonekana. Mungu ibariki Tanzania. Mungu abariki wanyonge. Mungu abariki wanaharakati. Mungu abariki na umbariki kwa huko aliko. Wenyewe kwa wenyewe mtapigana majungu, mtachukua mali zenu,